Mwanamke anaweza kukwambia neno moja tu, kikao kikafa. Ndio maana Daktari Sheikh Yusuf Diwani amejitahidi, ametengeneza hii kitu mashaallah, inaitwa mkono wa Idi. Hii hapa hii, angalia vizuri hii bwana. Mkono wa Idi kazi yake ni nini? Hii mkono wa Idi kazi yake ni kusababisha zile vitu vinavyoitwa testosterone kitaalamu. Maana mwanamke ana vitu vinavyoitwa oxytocin, kuna vitu testosterone kwa mwanamume. Mnanipata vizuri? Yani uwezo wa mwanamume kuweza kusafiri katika hali ambayo akifika safari yake anajinyoosha mwanamume mikono, anasema alhamdulillah, naam, sasa hapa safi. Lakini so unafika safari akikutizama mtu usoni unainamisha macho. Nadhani naeleweka vizuri. Mtu anakutizama hivi usoni unapeleka macho pembeni, maana unaogopa lile neno linalofuata pale ni nini. Kwa hivyo ala kulli hali, hii hapa hii mkono wa Idi, wallahi wa billahi na kuhakikishia mwanandoa wa aina yoyote ambaye unataka kuifanya ndoa yako iwe salama, alafu sio haramu kuifanya ndoa yako iwe yenye furaha, ni miongoni mwa sehemu ya mwanamume kupata thawabu nyingi katika maisha ya ndoa yako. Kwa sababu lile tendo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa na sahaba, hivi kweli mtu, umenipata vizuri bwana, akifanya zinaa anapata dhambi vipi upande huu wa pili? Mtume akamwambia basi vile vile kama unavyoona kule mtu anapata dhambi na huku pia vile vile mtu anapata thawabu. Lakini pia inawezekana pia vile vile kwa upande huu wenye thawabu mtu asifanye vizuri, na mtu anapokosa kufanya vizuri kwenye safari yake ile jambo unapata dhambi. Mshahidi, waambie watu haya majambo wao wanayaelewa. Unajua watu nafikiri pengine yale mambo ni mtu kashaondoka. Hapana, ni mambo yanataka utulivu. Na lazima mwanamume uliooa uwe ni mwanamume sawa sawa, usio mwanamume suruali. Usio mwanamume msuli na kikoi na kanzu na kofia. Kuna wakati lazima kanzu unaweka pembeni, kofia unaweka pembeni, unapiga push up 10 kwanza kujiseti, kuchemsha damu mwili. Mnapata vizuri? Mkono wa Idi. Ndio mpango mzima. Una mpango mzima wallahi. Kama unataka nusu, alafu hii mwanamume ukiona haya, unajua wanaume sisi tunajuaga wenyewe. Unajua mwanamume, kuna wanaume ambao eti ukienda kwa mfano unaenda na kitu kama hiki nyumbani kwako, ukaenda pale ukafika ukaweka pale kwenye meza au kwenye kabati pale. Mkeo akiona eti unaona eti ni aibu kwamba mke wangu kaona bwana. Mkeo bora aone kabisa mume wake unajikoki. Na yeye pia ndivyo anavyoandaa mashambulizi. Winga wake lazima apange vizuri, kushoto, kulia na katikati. Hakuna mechi isiyopelekwa kushoto na kulia na katikati. Katikati ndo ushindi. Kushoto anatengeneza, kulia anatengeneza, analeta katikati, jamaa anapiga bao. Sasa lazima na yeye atengeneze mazingira mazuri kwenye ile ndoa yake. Anajua